Usisahau kusubscribe, like na kucomment. Kwa jina naitwa Martin Kazingoma, ni mfanyabiashara wa Tandika. Nimekuja kama mwakilishi alama, kama katibu wa Tandika. Nashukuru tumekaa na DC, tumezungumza kuhusu habari ya service levy. Tumepata njia kidogo ya kuweza kufanya biashara na kufanya naye mazungumzo mazuri. Baada ya hapo DC ametuelekeza kwamba biashara ziende zikafanyike. Yeye pamoja na mkoa mzima watalifanyia kazi swala hili, watatupa majibu. Kwa hiyo kuanzia sasa hakuna haja ya kufunga biashara wala nini. Natakiwa sisi tuendelee kufanya biashara mpaka pale wale watakapokaa wilaya zote au mkoa mzima, ndipo watatuletea majibu kwamba hiyo service levy itapatikana. Kubaliana amesema kwamba baada ya wao kufanya vikao mkoa mzima, ndipo sisi watatupa taarifa ya kwamba lini tutakutana ili tuweze kuyaweka mambo. Naitwa Zakaria Seni Kumbugu kutoka Temeke. Nafanya biashara ya nafaka, lakini katika uongozi wa ngazi ya wafanyabiashara mimi ni mtunza hazina. Tumetoka kwenye kikao pamoja na mkuu wa wilaya ya Temeke kuhusiana na ile sakata la service levy ambalo mara nyingi tumekuwa tukilizungumza na limekuwa likirushwa hata katika taarifa za habari. Swala ambalo lilipelekea Temeke pamoja na Bagala na Tandika kufunga maduka yao, kusitisha huduma. Sasa leo tumekaa kikao cha ndani kwa mkuu wa wilaya katika ofisi yake, na akasema kwamba hili swala huenda kodi ilikuwa inakusanywa mahali ambapo palikuwa sio sahihi kutokana na nature ya biashara yetu ya nafaka. Yeye kashauri kwamba tuendelee kutoa au tutoe yale malimbikizo ya madeni ya nyuma kwa ile asilimia tuliyokuwa tunatoa tangu awali, huku wakiendelea kukaa katika vikao vyao vya ndani kwa ajili ya kuona kwamba ni kwa namna gani watatekeleza katika ulipaji wa kodi ya service levy. Lakini kwa nature ya biashara ya nafaka, kwa mfano watu wa nafaka, imeonekana sisi ambao tunapokea mizigo kutoka kwa wakulima hatuna uwezo wa kulipa ile, kutokana kwamba sisi tunakuwa kama maagenti au wa watu wakati. Sasa akasema kwamba hii nimeielewa vizuri kwamba biashara hizi mara nyingi kodi tunaitoza mahali ambapo sio sahihi. Kwa hiyo kodi hii kwa wilaya yetu ya Temeke, lakini pamoja na kanda yote ya Dar es Salaam, watakaa na mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam kwa ajili ya kuona ni namna gani wataweza kuikusanya hii kodi, kwa sababu ipo kwa mujibu wa sheria. Lakini hata hivyo akasema kwamba sisi tuonyeshe ushirikiano, tuendelee kutoa huduma, kufungua maduka pamoja na kuuza nafaka. Tunamshukuru sana mkuu wa wilaya kwa sababu ni msikivu sana na amekuwa ni mtu mwema sana. Amekuwa akituita mara kwa mara kwa ajili ya kufanya majadiliano, na kwa kweli kwa kikao cha leo tumeonyesha kina tija na kina sura nzuri ambayo tunaweza tukaenda kuifanya vizuri. Lakini amezungumza zaidi, akasema ya kwamba watakapokaa wataona namna nzuri ambayo wanaweza akaiweka, kama ikaongezwa kwenye chaji ya gunia, kwamba gunia zozote zinazoingia katika mkoa wa Temeke uwekewe kama ka ushuru fulani, ili kuweza kukomodate kulipa ile service levy. Kwa jina naitwa Daudi Onesimo, ni makamu mwenyekiti wa wafanyabiashara Tandika. Tuliitwa hapa na DC kuja kuongelea masuala ya service levy. Uzuri tumeongea na DC, ametuelewa kwa sababu hii service levy kwa 0.3 ilikuwa hatuwezi kuilipa, ila akatuahidi ataifanyia kazi. Huko akiwa anaifanyia kazi, atatuhakikishia hata wafanye biashara hamna atakaye kamatwa, ili mpaka taratibu utakapotangazwa mwingine. Ametuahidi ataifanyia kazi vizuri, ili ajue chanzo ni nini service levy itakatwa katika mazingira yapi. Maana ukiangalia sisi bado ilikuwa inatubana kulingana na mzunguko wetu mkubwa wa mauzo, lakini faida ni ndogo. Kwa hiyo tunashukuru mkuu wa wilaya, asante sana kwa usikivu wake karibisha kwa ajili ya maongezi. Wafanye biashara, waendelee kufanya biashara
maana serikali ni sikivu, tumewasikia kilio chao. Kwa hiyo naomba tu waendelee kufanya biashara mpaka tutakapo wapa taarifa nzuri ambazo zitakuwa ni nzuri tu kwa hali ya mkuu wa wilaya wetu. Awali ya yote nimshukuru Mwenyezi Mungu. Mimi naitwa Maulid Muhammadi, ni mfanyabiashara wa Mbagara, lakini vile ni mwenyekiti wa jumuiya ya wafanyabiashara Mbagara. Tumekuja leo hapa kwa mkuu wa wilaya. Kulikuwa na kikao kwanza cha ndani cha viongozi wa wafanyabiashara. Tumezungumza vizuri na mkuu wa wilaya, lakini agenda tulizotoka nazo ni kama hivi ifuatavyo. Zoezi kwanza la kamata limesitishwa, lakini mkuu wa wilaya akitaka kujiridhisha zaidi na wakuu wenzio wa wilaya kujua service levy inatozwa katika nini. Kwa hiyo mkuu wa wilaya alichokiomba aendelee kupewa muda wa kuweza kuchambua na wao kukutana, baadaye ikitoka kauli itoke kauli moja. Hayo ndio tuliowakusanya leo na kuwafikishia wafanyabiashara wenzetu tuendelee kufanya biashara katika hali ya utulivu na amani, na hakutokuwa na mshike tena mpaka wafanyabiashara au viongozi wetu watakapokutana wote katika wilaya zote za mkoa wa Dar es Salaam. Wafanyabiashara nawaambia tu tuendelee kwa ustahimilivu. Leo mkuu wa wilaya tumemkuta kashuka sana na katupokea vizuri sana na katuahidi mambo mazuri yanayokuja baada ya hapo. Kwa jina naitwa Haji Ibrahim Haji, mwenyekiti wa jumuiya ya wafanyabiashara wilaya ya Temeke. Leo tuliitwa na Mheshimiwa DC kwa ajili ya kikao cha pamoja cha ndani kuzungumzia masuala yetu ya haswa ufungaji wa maduka ya Mbagara pamoja na Tandika. Masuala mengi ni ya service levy ambayo wafanyabiashara wengi wanailalamikia service levy kwa sababu ya hali halisi kwamba inakula mitaji yao. Na kubwa Mheshimiwa DC ametuelewa. Tumemwelewesha kuhusu hali halisi ya mitaji jinsi ilivyo na jinsi inavyochukuliwa service levy katika mitaji ya wafanyabiashara. Na Mheshimiwa DC bahati nzuri yeye ni mwelewa zaidi na biashara hizi, nadhani yeye ndugu zake umezifanya na ameliona hili, nadhani amelichukulia kwa uzito mkubwa na kusema kwamba yeye sasa analifanyia kazi kwa wilaya nzima au kwa mkoa mzima wa Dar es Salaam, kuongea na madisi wenzie, waelewesha na wao vile vile, kwa sababu wana changamoto kama hizi, ili wapate kukaa na mheshimiwa mkuu wa mkoa kwa sababu ya kuweza kudondoa dondoo ndogo za hii service levy na kuweza kumfikishia waziri kabla bunge halijafungwa, kwa sababu ya kuendesha jinsi ya biashara zetu kuendesha vizuri zaidi, kwa sababu changamoto za biashara zipo, haziwezi kuepukika, lakini mtaji unachukuliwa katika hasa hizi biashara nafaka ni mtaji mkubwa sana, pesa nyingi sana inachukuliwa kwa ajili ya service levy, kitu ambacho fanya biashara ndio maana unaona kidogo wanarudi nyuma kwa ajili ya push kwamba serikali mnachotufanyia sicho. Na bahati nzuri serikali yetu ni sikivu, imetuelewa, na sasa hivi nadhani tuko katika hatua nzuri. Tutaitana nadhani baada ya vikao vyao vya ndani, tutaitana kwa ajili ya kulimaliza hili swala. Kwa majina naitwa Paul Andrew, naibu katibu wa jumuiya ya biashara mkoa wa Dar es Salaam. Leo tuko hapa kwa mkuu wa wilaya ya Temeke. Tumekuja sisi kama wafanyabiashara kujaribu kuangalia changamoto ya mgomo inaitwa na inachangiwa hasa na nini mpaka watu wanaamua kufikia hatua ya kufunga maduka. Lakini tumekuja kukaa na mheshimiwa mkuu wa wilaya leo, tumeangalia kwamba shida kubwa ni service levy. Na tumejaribu kuwa na majadiliano ya kina na mheshimiwa mkuu wa wilaya kutazama hii service levy ambayo inalalamikiwa na wafanyabiashara kwamba haitekelezeki ya 0.3. Tunaweza tukaitoza kwa wafanyabiashara kwa namna gani? Kwa muda wa majadiliano wa muda mrefu, na tumepitia karibuni biashara zote na kutazama kwamba biashara nyingi zinaendeshwa kwa mfumo wa udalali, na zinakotoka kule inawezekana kama ilikuwa na uwezekano hii kodi ya service levy ingeweza kutoka kule, basi serikali ingepata mapato yake kwa uzuri zaidi, tofauti na huku kwa hawa ambao wengi ni madalali. Wengi ni mawakala wa kuweka mizigo ya watu kutoka mashambani, wengi ni mawakala wa viwanda. Kwa hiyo tunaona kabisa namna utozaji wa hii huduma ya service levy kwa wafanyabiashara hawa ni kwamba inaumiza kwenye mitaji yao. Sasa baada ya majadiliano ya kina na mheshimiwa mkuu wa wilaya, ametoa mapendekezo yafuatayo. Kwanza, aunde tume ambayo itashirikiana na mkoa mzima wa Dar es Salaam kuangalia namna gani
tozo hii ya service levy inaweza katozwa kwenye vyanzo. Kwa mfano labda kwenye makampuni ambayo moja kwa moja yanazalisha mizigo, kwa sababu tukiwa na imani ya kwamba kwenye uzalishaji wao wanakuwa wameweka zile kodi zote. Inapofikia kwa huyu mchuuzi au huyu dalali wa mwisho, basi kusiwe na usumbufu wa kuweza kumkabakaba alipe hii service levy. Inawezekana ikawa inafanya double tax, kwamba analipa mwenye kiwanda na analipa huyu mfanyabiashara wa kawaida. Vile vile amesema kwa wale ambao tayari walikuwa wameambiwa walipe madeni ya nyuma, kiuhalisia kweli halmashauri itakuwa ipate mapato, na ameshauri kwamba kama kuna uwezekano mtu kapewa deni, basi anaweza kuandika barua kwa mheshimiwa, kwa mkurugenzi, kuandikia namna gani anaweza akaamua kuipunguza taratibu. Unaona, kwa hiyo tunashukuru sana kwa mawazo haya na huu mkutano wa leo kati ya wafanyabiashara na viongozi wa wafanyabiashara na mheshimiwa mkuu wa wilaya umekuwa na mafanikio makubwa sana. Kwa hiyo ametuomba tuendelee kuwasihi wafanyabiashara wafungue maduka yao, waendelee na biashara. Hizi habari za mgomo zisitishe, na sisi tunamwahidi kwamba tunakwenda kuambia wafanyabiashara aliyotuagiza tutawapelekea, na tutawasihi sana hii habari ya migomo sio mizuri, na tuna imani wafanyabiashara wataelewa, hawataendelea nayo. Vile vile ametutaka kwamba kwa sababu msimu bado kuna majadiliano ya ndani kati ya halmashauri moja kwenda halmashauri nyingine, wataunganisha nguvu mkoa mzima. Kwa hiyo baada ya hapo, baada ya hivyo vikao vya mkoa mzima, sisi atakuja kwetu tena kwa ajili ya ule mkutano walioahidi kufanya na wafanyabiashara Mbagala, tukiwa tuna letu moja. Sasa hivi tukisema tunarudi kwa wafanyabiashara tutakuwa hatuna letu moja. Kwa hiyo tuanganishe nguvu ya mkoa mzima wa Dar es Salaam, tutakuwa na kimoja cha kuongea. Pindi atakapokuja kukaa na wafanyabiashara wa Temeke, basi tutakuwa na la kuongea na wafanyabiashara. Kwa hiyo tunawasihi waendelee kufanya biashara zao. Tunawaomba tu wasiendelee kuwa na migomo kama hii. Kama kuna mheshimiwa mkuu wa wilaya tukimhitaji, amekuwa tayari na amesema milango iko wazi. Kwa hiyo tunasema wafanyabiashara wote kokote walipo mkoa mzima wa Dar es Salaam waendelee na biashara zao. Majadiliano bado yanaendelea. Maagizo yote yatakayokuwa yanatolewa na serikali sisi tutaendelea kuwafikishia. Haya kwangu ni haya. Ili kwa wa kwanza kupata habari zetu, tafadhali usisahau kusubscribe, like na kucomment.